Mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji wa vipindi vyetu, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi lenye kichwa Muinue Yesu juu. Hivyo hapo ulipo kaa usibanduke, ni kusihi tu makinika nasi hadi tamati. Piga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Nam, ikiwa ni Mei 28 katika shule ya Kristo. Laiti ungalisikiliza amri zangu, ndipo amani yako ingalikuwa kama mto wa maji na haki yako kama mawimbi ya bahari. Isaya 48 mstari wa 18. Na tuombe. Asante Baba kwa asubuhi njema. Tunajikabidhi kwako asubuhi ya leo. Tunaomba uongozi wa Roho Mtakatifu tunapojifunza maandiko yako. Kuwa pamoja nasi kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Tunapaswa kuingia katika shule ya Kristo na kujifunza upole na unyenyekevu wake. Wokovu ni mchakato wa kujifunza mambo ya mbinguni, yaani mambo ya kiroho. Mafunzo haya humaanisha kumjua Kristo, humaanisha kuachana na mawazo, mazoea na vitendo ambavyo vimepatikana katika shule ya mfalme wa giza. Roho inapaswa kufunguliwa kutoka katika yale ambayo yalipingana na utii kwa Mungu. Moyoni mwa Kristo kulikuwa na upatanifu kamili na Mungu. Kulikuwa na amani kamili. Hakupotoshwa na kusifiwa wala kudharauliwa au kukatishwa tamaa. Kunenwa vyema au kunenwa vibaya. Kutendwa vyema au kutendwa vibaya. Katika mambo hayo yote, Yesu alikuwa na hali ile ile. Lakini wengi wa wafuasi wake huwa na hali ya wasiwasi na msukosuko moyoni, kwa sababu huogopa kumtegemea Mungu. Huwa yawaya, kwani hawajitoi kamili kwa Mungu, maana wanaepuka matokeo ya kujisalimisha huko yanaweza kuhusisha nini. Walakini wasipojitoa kikamilifu kwa Mungu, hawawezi kupata utulivu na amani kamili. Ni kujipenda nafsi ndiko kunafanya moyo usiwe na amani. Wakati tunapozaliwa kutoka juu, tutakuwa na nia ile ile iliyokuwa kwa Yesu. Moyo uliomuongoza kujinyenyekesha ili tuweze kuokolewa. Ndipo hatutatafuta vyeo vya juu, tutatamani kuketi miguuni mwa Yesu na kujifunza kwake. Tutaelewa kwamba thamani ya kazi yetu haijumuishi kujionesha na kupiga makelele duniani na kufanya kazi kwa bidii na kwa ari kwa nguvu zetu wenyewe. Thamani ya kazi yetu ni kadiri ya uwepo wa Roho Mtakatifu ndani yetu. Kumtegemea Mungu huleta utakatifu katika nia, ili kwamba katika uvumilivu tuokoe roho zetu. Nira huwekwa shingoni mwa dume la ng'ombe ili kurahisisha kazi ya kukokota mzigo. Ndivyo ilivyo na nira ya Kristo. Wakati mapenzi yetu yanapomezwa katika mapenzi ya Mungu, tutaona kuwa mzigo wa maisha huwa rahisi kubebeka. Mtu anayetembea katika njia ya Mungu na katika sheria zake hutembea na Kristo, na katika upendo wake roho hupata pumziko. Wakati Musa alipoomba kwamba nioneshe njia yako ili nikujue wewe, Baba alimjibu, kuwako kwangu kutaenda pamoja nawe na mimi nitakupa pumziko. Kutoka 33 mstari wa 14. Na kupitia manabii ujumbe ulitolewa. Bwana asema hivi: simameni katika njia kuu, mkaone, mkaulize habari za mapito ya zamani. Iwapi njia iliyo njema? Mkaende katika njia hiyo, nanyi mtajipatia raha katika nafsi zenu. Lakini walisema, hatutaki kwenda katika njia hiyo. Yeremia 6 mstari wa 16. Na anasema, laiti ungalisikiliza amri zangu, ndipo amani yako ingalikuwa kama mto wa maji
na haki yako kama mawimbi ya bahari. Isaya 48 mstari wa 18. Utasoma Tumaini la Vizazi Vyote sehemu ya kwanza ukurasa wa 309 hadi 311. Huu ni mwisho wa somo letu la Mei 28 katika shule ya Kristo. Na tuombe. Asante Baba kwa somo hili zuri, tunajikabidhi kwako. Utufundishe sawa sawa na mapenzi yako katika shule yako, ili tuweze kusogea zaidi karibu na wewe na tukuelewe zaidi Baba. Tunajikabidhi kwako kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Barikiwa nami mwaka 2025 katika masomo haya.